Uoga ni spirit, uoga ni roho. Kuna watu ambao wameshikiliwa na roho za uoga. They can't progress. Hawawezi kupiga hatua. Wanaogopa kuanza kufanya jambo fulani. Wanaogopa wataonekana vipi. Wanaogopa watafikaje. Wanaogopa kuharibikiwa. Wanaogopa kupoteza. Kwa hiyo anachokifanya Roho Mtakatifu ni kwamba anakuja na kupa roho ya ujasiri ya kuanza kufanya kile kitu ambacho unatakiwa kukifanya. Ndio maana Biblia inasema kwamba sikuombea nini roho ya uoga. Maana yake ili kuishinda roho ya uoga unahitaji Roho Mtakatifu kwenye maisha yako. Kinachofanya watoke kwenye ile roho sio nguvu zao wala jitihada zao, bali ni uwepo wa Roho Mtakatifu kuingia kwenye maisha yao. Kwa hiyo wanapomruhusu Roho Mtakatifu aingie kwenye maisha yao, wanaruhusu nguvu ya utendaji kazi ya Mungu iingie kwenye maisha yao ili wasaidie wao kutoka kwenye zile hali ambazo wanakumbana nazo. Mtakeni Bwana na nguvu zake. Kwa hiyo mwambie Mungu, nahitaji nguvu yako ingie kwenye maisha yangu. Nahitaji nguvu yako ingie kwenye mambo yangu ili nibadilishe. Hali inayopitia sasa sio kawaida. Simama imara, songa mbele. Mungu hajakumbia roho ya uoga, amekumbia roho yenye nguvu ndani yako.